Ndugu waumini na ndugu washiriki, kipekee ni shukuru na kuipongeza Ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kuratibu na kusimamia shughuli za kidini hapa nchini na kupelekea kuwepo nidhamu nzuri ya uendeshaji wa shughuli za kidini katika nchi yetu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu aijalie nchi yetu kila laheri na aiepushe na kila shari. Aidha, atujalie sote tuwe miongoni mwa wale aliowaneemesha na kuwaongoa katika njia iliyonyooka na wala sio ya wale aliowakasirikia na waliopotea. Ndugu waumini na ndugu washiriki, nimefarijika sana kuwa nanyi katika kongamano hili lenye lengo la kuziamsha imani zetu kwa ajili ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, sambamba na kuhimizana juu ya swali zima la amani, umoja na mshikamano katika nchi yetu, ambapo tija ya yote haya ni kubaki na jamii, kubaki jamii yetu katika hali ya amani na utulivu. Nitoe wito kwetu sote kuendelea kuhimizana kwenye swali zima la umoja na mshikamano baina yetu kama alivyotuagiza Mola wetu mtukufu katika Qur'ani, Suratul Imran aya ya 103, na naomba kunukuu pale aliposema, na shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu nyote kwa pamoja na wala msifarikiane, mwisho wa kunukuu. Mafundisho hayo ya dini yetu yanaonyesha wazi umuhimu wa swali la umoja na mshikamano, ambapo tija yake ni amani na utulivu katika nchi yetu. Serikali yetu inathamini mchango mkubwa unaotolewa na viongozi wetu wa dini na taasisi za dini hapa nchini katika kuimarisha amani, umoja na mshikamano wetu. Kadhalika, serikali itaendelea kushirikiana na viongozi na taasisi za dini katika kuimarisha maadili mema, kudumisha amani na mshikamano katika taifa letu ili kuleta maendeleo kwa wananchi wake wote. Sote tunalo jukumu la kuilinda na kuitunza tunu ya amani na utulivu wetu tulionayo ili tuendelee kupata maendeleo katika nchi yetu na kupata utulivu wa kumwabudu Mola wetu. Hivyo basi, nichukue fursa hii kuwaomba waumini wenzangu wote tuwe mabalozi wa kuitangaza amani na kuusimamia umoja na mshikamano wetu ili tuzidi kupata maendeleo ya haraka katika nchi yetu. Kwani katika mafundisho ya dini yetu yanatufundisha kuwa muumini wa kweli ni yule ambaye watu wanapata amani kupitia yeye. Hivyo basi, naisihi nafsi yangu na wananchi wenzangu kwa ujumla kuendelea kuimarisha amani, mshikamano, maelewano na kujenga ngome madhubuti ya mapenzi baina yetu kama tunavyoelekezwa hayo na dini yetu tukufu, hasa katika mwezi huu mtukufu unaotukabili mbele yetu. Ndugu waumini na ndugu wananchi, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba niendelee kuwakumbusha kuwa siku kadhaa zijazo tunatarajia kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivyo basi, nitoe wito kwetu sote tuingie katika mwezi huu tukiwa na nyoyo safi zilizojaa upendo na huruma baina yetu, sambamba na kusameheana kwa kila waliozozana ili tupate baraka za mwezi huu mtukufu. Kadhalika, nichukue nafasi hii na fursa hii kuwasihi ndugu zetu wafanyabiashara kuwafanyia upole na wepesi wa maisha ndugu zetu katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuacha kupandisha bei za bidhaa ili tuweze kuchuma heri za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Naomba niongezee hapo kidogo, tutakumbuka hivi karibuni Mheshimiwa Rais katika ziara zake katika misikiti
aliwahi kulizungumzia hili na kuwaomba wafanyabiashara tuache utaratibu na tabia ya kupandisha bei kwa ajili ya kuwanusuru wanyonge walio wengi, ili waweze kumudu mfungo, pia waweze kumudu maisha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tujitahidi sana. Faida kubwa tunayoilenga kuipata ndani ya mwezi wa Ramadhani zaidi ni ya ibada kuliko ya biashara kwa kupandisha bei. Tulenge zaidi kufanya ibada, tukeshe kwenye misikiti, tufanye ibada, tusome Qur'ani. Hayo yatatupa faida kubwa kuliko kupandisha bei za bidhaa na kuwafanya wanyonge kushindwa kupata hitajio, hasa la futari. Nikiwa waziri mwenye dhamana ya mambo ya usalama kwa upande wa Zanzibar, tunachukua maelekezo yenu kuhakikisha kwamba katika kipindi chote cha mwezi mtukufu wa Ramadhani Waislamu waweze kufanya ibada zao usiku na mchana bila ya bughudha ya aina yoyote kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo nachukua ahadi hii, tutazungumza na uongozi wa jeshi la polisi kuhakikisha wanaongeza na kuimarisha ulinzi katika kipindi chote cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pia kwa upande wa serikali tumeshaanza kuchukua baadhi ya hatua za kuheshimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kupitia kamisheni ya utalii. Nadhani mmeona kwenye matangazo mbalimbali na mitandao ya kijamii kwamba tumetoa maelekezo kwa wageni wote, hasa watalii wanokuja kutembelea Zanzibar, pamoja na wageni wengine ambao sio Wazanzibari, kwa sababu Wazanzibari tunajua utamaduni wetu wa kujihifadhi, lakini wale wageni wote wanokuja bila kujali itikadi zao, dini zao na mataifa waliotoka, kuhakikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanaheshimu utamaduni wa Zanzibar kwa kuvaa vivazi ambao vimestiri mili yao ili wasituharibie saumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jina langu ni Sheikh Muhammad Ali Waiswa, makamu ya naibu ya mufti ya Uganda. Tumewashukuru sana kwa makaribisho mazuri, haswa makaribisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha pia muje kwa nchi yenu ya pili Uganda, mtutembelee insha Allah. Buniwe Darul Ifta ya Afrika ya Mashariki na ya Kati. Kuna watu tuletea salamu wataka kuja kujiunga na sisi, Eritrea, Habasha, Afrika ya Kati, na tuamini mahala panapotufaa hakuna zaidi ya Zanzibar. Al-Maula atakum kawadir, Mola amewapa wafanyikazi wanajua, sio kwamba amewapandishia au amewaoteshea karafuu na yasmini tu, bali amewaambia na nyoyo zenye kupenda kufanya kazi. Tafadhalini, sisi kwetu Kenya tumefika wakati twakodoa macho kuwatazama nyinyi hapa. Makaribisho haya ya mwezi mtukufu wa Ramadhani katika kongamano hili la Afrika Mashariki kwa mwaka huu 2026 sawa na mwaka 1447 Hijria, ni kwa mapenzi yake Allah tumeweza kufanikisha maandalizi na uendeshaji wa shughuli hii ambayo si tu ya kiroho bali pia ni ya kuendeleza utamaduni wetu wa Kiislamu na kijamii. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amteremshie rehma na amani nyingi kipenzi chetu, mtume wetu, bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na nasabu yake, masahaba wake na waumini wote kwa ujumla, kwani yeye ni nuru ya ulimwengu huu na mafanikio bora ya wanadamu wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima kubwa,
tunatoa shukurani za dhati kwako, lakini pia kwa Mheshimiwa Rais ambaye alikubali mwaliko huu na kuhudhuria kuwa nasi leo, lakini kwa dharura ambayo ameipata, basi wewe umemwakilisha Mheshimiwa Rais na tumefurahi sana kwa uwepo wako Mheshimiwa mgeni rasmi. Asante Mungu. Hivi ndivyo jasho langu linavyozaa matunda. Asha, duka limebadilika sana. Limejaa, yani wewe acha tu. Lakini pesa zote za kumiliki duka lilojaa kama hivi umezitoa wapi? Kweli Asha, hemu tupe siri ya mafanikio, kwa sababu sisi tunakujua. Wewe na kilimo na wewe. Na mavuno yenyewe ndo hivyo hivyo. Hemu tupe siri ya kambi, shoga yangu. Rafiki zangu, hii ni faida ya kilimo mseto. Miaka 2 mlipoenda mjini, mimi nilianza kulima kilimo mseto. Kilimo mseto ndo nini na kinafanyikaje hadi ukafanikiwa hivi, shoga yangu? Kilimo mseto ni mfumo wa kilimo ambapo mkulima hupanda mazao zaidi ya moja katika shamba moja kwa wakati mmoja au kwa msimu mmoja, badala ya kulima zao moja pekee. Mfano, kupanda mahindi na maharage pamoja, kupanda mihogo na kunde, kupanda ndizi na kahawa au mazao ya mboga chini ya migomba. Kumbe ni hivi ndio maana unapata mavuno mpaka kujaza duka. Asha, leo umetufungua macho. Tulikuwa tunategemea kilimo cha mhogo tu, lakini sasa naona umuhimu wa kubadilisha na kuhamia kwenye kilimo mseto. Ndiyo, wote kwa pamoja tulime kilimo mseto kwa mavuno endelevu, himilivu na yenye tija. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Community Forest Pemba, Community Forest International na TAMWA Zanzibar.